Rais wa Marekani Donald Trump ameanzisha mashambulizi makali ya kisiasa dhidi ya aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, akimtuhumu kwa kuipa Iran nguvu kubwa za kiuchumi, kisiasa na kijeshi ambazo kwa sasa zimeifanya Tehran kuwa tishio kubwa kwa Marekani pamoja na washirika wake wa Mashariki ya Kati. Katika ujumbe mrefu aliyouchapisha kupitia mtandao wa Truth Social, Trump alisema Iran ilifanikiwa kuipata bahati kubwa zaidi wakati wa Obama alipokuwa madarakani, kwa sababu kwa mujibu wa rais huyo wa zamani alikuwa dhaifu katika maamuzi yake dhidi ya Tehran. Trump alisema Obama alienda upande wa Iran badala ya kuisimamia Marekani na washirika wake, akidai kuwa hatua zake zilifanya Tehran kupata uhai mpya baada ya miaka mingi ya vikwazo vya kimataifa. Kwa mujibu wa Trump, utawala wa Obama uliipa Irani mamia mabilioni ya dola pamoja na fedha taslim zilizowasilishwa Tehran kama sehemu ya makubaliano yaliyokuwa yakihusisha mpango wa nyuklia wa Iran. Katika moja ya sehemu kali zaidi za ujumbe wake, Trump alidai kuwa dola bilioni 1.7 zilipelekwa Irani kwa fedha taslim ndani ya ndege, jambo alilotaja kuwa aibu kubwa kwa Marekani. Trump alisema kiasi hicho kikubwa cha fedha kilitolewa kwa namna ambayo viongozi wa Irani walibaki wakishangazwa na ukubwa wa pesa walizopokea. Alieleza kuwa fedha hizo zilishushwa kutoka kwenye ndege zikiwa katika masanduku na mifuko mikubwa, huku akiibeza serikali ya Obama kwa kile alichodai kuwa ilikuwa inaisujudia Iran. Trump pia alimshutumu Obama kwa kuitelekeza Israel, akimaanisha kuwa sera za utawala huo zilidhoofisha uhusiano wa karibu kati ya Washington na Israel, huku zikitoa nafasi kubwa zaidi kwa Irani kuimarisha ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa muda mrefu, Trump na wafuasi wake wamekuwa wakipinga makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyosainiwa kati ya Iran na mataifa makubwa duniani wakati wa utawala wa Obama, wakidai kwa makubaliano hayo yaliipa Irani fedha nyingi bila kuzuia kikamilifu uwezo wake wa nyuklia. Katika ujumbe huo, Trump hakusita kutumia lugha kali dhidi ya Obama, akimtaja kama rais dhaifu, huku akidai kuwa Irani ilitumia udhaifu huo kuendelea kuchelewesha mazungumzo kwa miongo kadhaa bila kutoa majibu ya wazi kuhusu shughuli zake za nyuklia. Trump alisema kuwa miaka 47 Irani imekuwa ikiichezea Marekani kwa mbinu ya kuchelewesha mazungumzo na kutoa ahadi zisizotekelezwa. Baada ya kumlaumu Obama kwa upana, Trump alielekeza mashambulizi yake moja kwa moja kwa Irani, akisema Tehran imekuwa ikitumia mazungumzo kama silaha ya kisiasa, huku ikiendelea kuimarisha ushawishi wake wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Alidai kuwa Iran imehusika katika mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Marekani kupitia mabomu ya barabarani katika migogoro ya zamani ya eneo hilo, na kwamba viongozi wa Irani wamekuwa wakifurahia kuona Marekani ikisubiri majibu ya mazungumzo kwa miaka mingi. Trump pia alishutumu serikali ya Irani kwa ukandamizaji wa ndani dhidi ya wananchi wake, akidai kuwa maelfu ya waandamanaji wasiokuwa na hatia waliuawa katika operesheni za serikali ya Tehran dhidi ya maandamano ya kupinga utawala wa Kiislamu. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo Iran imekuwa ikikosolewa mara kadhaa na mataifa ya Magharibi kuhusu masuala ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa. Hasira hizi za Trump zimeibuka baada ya Iran kuwasilisha majibu yake kwa mapendekezo ya hivi karibuni ya Marekani kupitia wapatanishi kutoka Pakistan. Televisheni ya taifa ya Iran ilisema Tehran ilikataa mapendekezo ya Marekani kwa sababu hayakuzingatia maslahi ya taifa hilo, na kwamba Marekani bado inaendelea kutumia lugha ya vitisho badala ya diplomasia ya kweli. Katika hitimisho la ujumbe wake, Trump alitoa onyo kali kwa Iran, akisema taifa hilo halitakuwa linacheka tena, kauli ambayo imeongeza hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Washington na Tehran. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kwa matamshi hayo yanaonyesha msimamo mkali zaidi wa Trump dhidi ya Iran, na anaweza kufanya juhudi za mazungumzo ya kusitisha vita pamoja na makubaliano ya nyuklia kuwa magumu zaidi kwenye kipindi nyeti cha siasa za Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.